Mfahamu Mtakatifu Juta. Mpendwa mwanafamilia wa Injili ya Furaha Online TV, kila ifikapo Mei 5 ya kila mwaka, Kanisa Katoliki ulimwenguni kote huadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Juta. Juta alijulikana pia kama Judi. Alizaliwa mnamo karne ya 12 nchini Ujerumani. Akiwa na umri wa miaka 15, aliolewa na mtu mmoja tajiri na mwenye madaraka makubwa. Juta alikuwa mke mwema na waliishi pamoja na mwenzake kwa furaha. Mume wake alikwenda kuhiji nchi takatifu na huko akafariki dunia. Kwa masikitiko makubwa, Judi alibaki na watoto awalee na kuwatunza. Hao watoto walipofikia umri wa ujana, waliingia katika kazi za kujitolea. Baadaye, Juta aliwagawia maskini kila alichokuwa nacho, akavaa nguo duni huku akiombaomba chakula kwa ajili yake na kwa ajili ya masikini. Juta aliamini kuwa kuna vitu vitatu vinavyoweza kumleta mtu karibu na Mwenyezi Mungu. Vitu hivyo ni mateso makali, kutoka nyumbani na kwenda kukaa katika nchi ya kigeni, na ufukara wa hiari ili kumtafuta Mwenyezi Mungu. Juta alitembea kwa miguu mitupu wakati wa baridi na aliishi katika upweke kwenye magofu ya nyumba. Alikaa peke yake kwa miaka 4. Watu wa kijiji cha jirani walipopita kwenye nyumba hiyo, mara nyingi walimuona akiinuliwa alipokuwa akisali, kana kwamba alisaidiwa na malaika. Alifariki kule Kulmse, Ujerumani mnamo mwaka 1260. Baada ya kifo chake, miujiza mingi ilitendeka kwenye kaburi lake. Juta alitafuta utakatifu kwa shauku kubwa, akijikabidhi kabisa kwa Mwenyezi Mungu. Mwanafamilia, yapo mengi kweli kweli ya kujifunza kutokana na maisha ya mtakatifu huyo, lakini kwa sasa tuyaangazie japo mambo makuu mawili ya kujifunza kutoka kwake Mtakatifu Juta. Jambo la kwanza, ujasiri wa kiroho na huruma kwa maskini. Mtakatifu Juta alijulikana kwa maisha yake ya kujinyima, kutoa misaada kwa maskini na kujitolea kwa ajili ya wengine licha kupoteza mali na familia yake. Maisha yake yanatufundisha umuhimu wa kuishi kwa unyenyekevu na kuwajali wale walio katika shida. Jambo la pili, imani thabiti na kujitenga na mambo ya dunia. Baada ya kupoteza mume wake na watoto, alichagua kuishi maisha pekee kama mpenzi wa Mungu, akijitenga na anasa za dunia ili kujikita katika sala na toba. Hili linatufundisha thamani ya kuweka imani mbele ya kila kitu na kumtegemea Mungu hata katika huzuni na upweke. Mtakatifu Juta, utuombee. Hii ni sauti ya Pasco Tuliano. Tumsifu Yesu Kristo.